kama alivyosema mwangalizi wetu, wakati mwingine itifaki lazima zingatiwe, lakini wakati mwingine nguvu zinaniishia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kweli ninashindwa nizungumze namna gani, kwa sababu huyu marehemu ni kiungo katika viungo tegemezi kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Katika maisha yote ya utumishi, huyu marehemu hakuchoka kufika nyumbani kwangu. Huyu marehemu kama unavyoona hapa, yani kanisa lote lina majonzi kwa sababu kuu tatu aidha mbili. Moja ni mshirika ambaye tulikuwa naye asiyokuwa na tatizo lolote la ibada. Bwana Yesu asifiwe. Jumapili ilikuwa ni ya kwake, michango kanisani, hasa tulipokuwa tumeanza ujenzi wa kanisa pale. Tumeshikamana sana mwanzo mpaka mwisho. Lakini alikuwa ni mpenzi wa waimbaji sana, michango ya kwenda kurekodi naye anajitolea hivyo. Kwa kweli tumepoteza kiungo ndani ya viungo vingine. Tunabudi la kuongea kwa sababu jitihada zote zimefanyika za maombi, hospitali, na nimekuwa mara kwa mara nikipanda nikishuka, kuanzia pale Batisti hadi Maweni mpaka hatua ya mwisho Mungu alivyomchukua ikiwa kule mjini. Kwa nini nimehangaika hivyo? Nilikuwa nikikumbuka utumishi wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi tuseme tu Bwana alitoa, Bwana ametwaa. Jina la Bwana. Asante, pole sana, pole sana.